Serikali ya Marekani imeweka wazi kusitishwa kwa vikwazo dhidi ya serikali ya Tanzania katika mswada wa sheria uliopelekwa katika bunge la Marekani kwa ajili ya kuitathmini serikali ya Tanzania kufuatia madai mbalimbali, hasa madai yanayolenga kukiuka haki za msingi za binadamu pamoja sambamba na matukio ya Oktoba 29, 2025 katika uchaguzi mkuu. Kwa mujibu wa mswada huo wa sheria uliowekwa na Marekani dhidi ya serikali ya Tanzania, umeipa nafasi pia Tanzania kusitishwa kwa vikwazo sanctions. Rais wa Marekani anaweza kusitisha utekelezaji wa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya mtu fulani ikiwa atathibitishwa kwa kamati husika za bunge kwamba kwanza, mhusika huyo hashiriki tena katika shughuli zilizokuwa msingi wa kuwekewa vikwazo hivyo, au amechukuliwa hatua kubwa na zinazoweza kuthibitishwa kusitisha shughuli hizo, na pili, rais amepokea uhakikisho wa kuaminika kwamba mhusika huyo hatajihusisha kwa makusudi na shughuli zitakazosababisha vikwazo hivyo tena siku zijazo. Marekani pia imeeleza kwamba kutakuwa na misamaha na tofauti za kisheria. Kwanza, msaada wa kibinadamu. Vikwazo vilivyoidhinishwa chini ya kifungu hiki havitatumika kwa kufanya au kuwezesha shughuli za utoaji wa mazao ya kilimo, chakula, dawa, vifaa vya tiba, misaada ya kibinadamu au shughuli za kibinadamu, au b, shughuli za kifedha au miamala inayohitajika au inayohusiana moja kwa moja na shughuli hizo. Pili, utekelezaji wa wajibu wa kimataifa pamoja na shughuli za kutekeleza sheria. Vikwazo havitatumika kwa mgeni ikiwa kumruhusu kuingia Marekani ni muhimu kwa kutekeleza wajibu wa Marekani chini ya makubaliano kati ya Umoja wa Mataifa na Marekani kuhusu makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Pili, mkataba wa mahusiano ya kibalozi wa Vienna wa mwaka 1963 au makubaliano mengine yoyote ya kimataifa. B, kutekeleza au kusaidia shughuli za utekelezaji sheria nchini Marekani. Tatu, misamaha kwa shughuli za kiintelijensia. Vikwazo havitatumika kwa shughuli zinazotakiwa kuripoti chini ya sheria ya usalama wa taifa ya mwaka 1947 au B, shughuli zozote zilizoidhinishwa za kijasusi za Marekani. 4, misamaha kuhusu uagizaji wa bidhaa. Masharti ya kuzuia mali au miamala hayatatoa mamlaka wala wajibu wa kuweka vikwazo kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani. B, bidhaa maana yake ni kitu chochote kinachozalishwa au kutengenezwa, malighafi, vifaa, bidhaa za viwandani pamoja na vifaa vya ukaguzi na upimaji, isipokuwa taarifa za kiufundi. Utungaji wa kanuni. Rais amepewa mamlaka ya kutunga kanuni na taratibu zinazohitajika kutekeleza masharti ya kifungu hiki, ikiwemo kuweka misamaha ya kikanuni. Kifungu cha 7, marufuku ya misaada na uwekezaji fulani wa Marekani kwa Tanzania. Marufuku isipokuwa pale ilivyoelezwa katika kifungu kidogo C, hakuna fedha au msaada ufuatao utakaotolewa kwa taasisi yoyote nchini Tanzania. Kwanza, msaada wa kiusalama kama ulivyofafanuliwa katika sheria ya misaada ya kigeni ya mwaka 1961. Pili, misaada, ruzuku, mikopo, dhamana za mikopo, bima, uwekezaji wa hisa au msaada mwingine kutoka shirika la fedha la kimataifa la maendeleo la Marekani. B, benki ya export au import ya Marekani. C, wakala wa biashara na maendeleo wa Marekani. Uthibitisho. Marufuku hii itaondolewa siku 30 baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuwasilisha uthibitisho kwa Congress kwamba serikali ya Tanzania kwanza imefanya mageuzi ya uchaguzi yanayokuza uchaguzi huru wa haki na uwazi. Pili, imesitisha kesi za kisiasa au zisizo halali, kurekebisha hukumu zenye dosari na kuachia viongozi wa upinzani na wengine waliowekwa kizuizini kwa misingi ya kisiasa. Tatu, imechukua hatua zinazoonekana kuwajibisha maafisa wa serikali, vyombo vya usalama na polisi kwa utekaji wa kisiasa, vurugu za uchaguzi na vitendo vinavyodhoofisha taasisi za kidemokrasia. 4, imesitisha vitisho vya kisiasa na udhibiti dhidi ya wanahabari, vyombo vya habari na asasi za kiraia. C, misamaha. Marufuku hii haitatumika kwa kwanza, misaada ya kibinadamu; pili, misaada ya afya; tatu, misaada ya kuimarisha demokrasia, haki za binadamu, utawala bora na asasi za kiraia Tanzania. 8, marufuku ya fedha za Millennium Challenge Corporation kwa Tanzania. Marufuku, hakuna fedha za program za MCC zitakazotolewa kwa shughuli za ushirikiano au program za Tanzania isipokuwa pale ilivyoelezwa vinginevyo. B, uthibitisho. Marufuku itaondolewa siku 30 baada ya bodi ya MCC kuthibitisha kwamba serikali ya Tanzania imeonyesha dhamira endelevu ya utawala wa haki na demokrasia kulingana na vigezo vya sheria husika. 9, maana ya kamati husika za Congress. Neno kamati husika za Congress linamaanisha kamati ya mahusiano ya kigeni na kamati ya bajeti ya Senate, na
pili, kamati ya mambo ya nje na kamati ya bajeti ya baraza la wawakilishi. Kwa ufupi, sehemu hii inaeleza aina za vikwazo, misamaha yake, masharti ya kuondoa vikwazo na masharti ambayo Tanzania ingetakiwa kutimiza ili kurejeshwa baadhi ya misaada na uwekezaji wa Marekani.